Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi. Jana tulikuwa tunaanza somo la toba na msamaha, ambapo pia tumeanza na somo la Jumapili, harakati za maisha. Leo tuko Jumatatu, tunaangalia msukumo wa Roho Mtakatifu. Basi kabla ya kuanza tuweze kupata ombi. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutuhekimisha, kwa kutuleta tena miguuni pako. Leo tunapoenda kuangalia Roho Mtakatifu, tujaze Roho wako akatufungulie maneno haya tukaelewe, pamoja na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amina. Amen. Mahusiano yote yana wakati wa kuombeana radhi na kama ni mahusiano kati ya Mungu na wanadamu, ni wanadamu kumwomba radhi Mungu. Mungu kumshuhudia mwanadamu kwa msaada wa Roho Mtakatifu kwamba hapa haiko sawa. Sasa hii ni kazi ambayo Mungu anaifanya kwa Roho wake. Unaweza ukatofautisha msukumo kwamba umetenda dhambi wa adui mshtaki na ule msukumo wa Roho Mtakatifu msaidizi, advocate. Msukumo huo ni unafanana au ufanana? Maana shetani naye anashuhudia, yeye ni prosecutor mshtaki yule. Uniseme kwa lugha nyingine, unakusondelea kidogo, unakuhukumu kwamba lakini ule mwingine unakutetea. Sasa twende kwenye habari ya kazi hiyo inayofanywa na Roho Mtakatifu. Yohana 16 fungu la 8. Tuanza fungu la 8 njoo 9 mpaka 10. Naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Haya, tuishi hayo mawili. Anapozungumza habari ya kuhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, anawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi akina nani? Hawa anaoongea nao wanafunzi au ulimwengu? Ulimwengu, sababu hawamwamini. Na anasema atakapokuja atawahakikishia wanafunzi, atawahakikishia ulimwengu, na atawathibitishia kwamba wako dhambini. Na kwa nini wako dhambini? Kwa sababu wamevunja amri 10? Hapana, kwa sababu hawajamwamini Kristo. Na hiyo kazi anaifanya kwa waumini au wasioamini? Kazi anaifanya kwa waumini. Wa ulimwengu ni waumini wasioamini? Sema kwa wote. Wewe unachanganya. Tusome tena. Na kisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari yake, kwa sababu mimi naenda zangu na kwa Baba, wala mnioni tena. Haya, narudi kwenye maswali. Ninaomba unijibu taratibu, tutafika. Roho Mtakatifu anapokuja Pentecost, maana nasema naenda kwa Baba, nitamwomba alete Roho Mtakatifu. Atakuja kuhakikishia na akina nani habari ya dhambi, kwamba wako dhambini? Kuhakikishia habari ya dhambi kwamba akina nani anawahakikishia? Waumini. Ulimwengu mzima anahukumu. Na katika huo ulimwengu waumini na wasioamini wamo, au ni wasioamini? Wamo wote. Tunasoma tena kwa waumini. Nasoma tena kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Waumini ndio hawamwamini? So waumini. Okay. Waumini ndio wanaoamini. Wale ambao, hebu rudisha akili hapa kwa jina la Yesu. ambao hawamwamini ni wale ambao wako nje. Sasa sio mataifa. Ni kama Yohana sura ya 5, Yesu anasema yeyote aniaminie mimi amepita kutoka hukumuni kuingia mautini kuingia uzimani, haingii hukumuni. Roho atakapokuja
anasema atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi kwa kuwa hawaniamini. Petro na wanafunzi waliojawa na Roho Mtakatifu, jamani, ukimwamini Yesu huhukumiwi. Kama humwamini Yesu aliyekufa na kufufuka, uko dhambini na hasira ya Mungu inakukalia, hauponi. Hii ndio njia ya pekee, hii ndio habari yenyewe. Kwa nini nasema kuhakikishia? Mauti ya Kristo ndio inayohakikishia ulimwengu umemkataa Mungu. Sio kwa kuvunja sheria. Wengine hata wakupewa sheria. Sahihi kabisa. Ila injili inapogonga hodi, Roho Mtakatifu naye anakuja anasema, okay, sasa tunamaliza maneno. Unaamini, huamini. Sahihi kabisa. Unabaki katika kutoamini, unabaki hukumu. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio kazi ambayo Roho Mtakatifu anaifanya kwako wewe unapotenda dhambi. Wewe unapotenda dhambi ni kwa sababu hujamwamini Kristo? Hapana. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee. Usipoungama dhambi kwamba wewe huamini. Kwa hiyo unapotenda dhambi na kuungama ni tangazo lako la kuamini kama Kristo alikuja kuondoa dhambi, na hii ninamuomba aiondoe. Amina. Sawa eh? Sasa ndio maana mstari wa 10 anasema atakuja kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba. Sawa sawa. Kwa lugha anasema wala hamnioni tena. Kwa lugha nyingine anaongea na wanafunzi kwamba yani hata kama hamtaniona tena, huyu Roho Mtakatifu atawahakikishia kwamba ninyi ni wana wa Mungu, ninyi mpo sawa na Mungu na hao watu wengine. Kwa hiyo akija kukushuhudia habari ya dhambi, anakuja kushuhudia habari ya haki. Kwamba yu alienda mbinguni ambaye umuone ni mwaminifu na wa haki. Ikubali dhambi, umkubali ambaye humuoni Yesu Kristo ambaye ni mwaminifu na wa haki, aiondoe ila. Amina. Kuna tofauti? Hakuna. Roho Mtakatifu anapokuja kwangu mimi mwana kunishuhudia habari ya haki, kwamba mwanangu, hii sio haki. Wewe kama mwana, hapana, hii sio haki. Hivi sivyo Kristo alivyo, ambaye ni haki yako. Anakuonyesha utofauti wa uongo na ukweli, dhuluma na haki. Ili wewe sio kukutia hatiani hukumuni, kukuingiza hukumu, ila ili kukusafisha, kukuweka sawa. Amina. Msukumo wa Roho Mtakatifu ni tofauti na msukumo wa shetani. Shetani anapokuja kutuhukumu kwa habari ya dhambi, huyu anatusafisha kutupeleka uzimani. Nimalizie na dondoo kutoka kwa Ellen G. White katika ukurasa kati ya 279 na 280. Nitasoma kwa uchache kutoka kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Roho Mtakatifu, Roho hufunua. Umepaona? Sawa. Roho hufunua kutokushukuru kwa moyo ambao umepuuza na kumhuzunisha Mwokozi, na utuleta katika toba msalabani. Kwa kila dhambi Yesu hujeruhiwa tena. Tunaomboleza kwa ajili ya dhambi ambazo zimemleta maumivu. Maombolezo ya namna hii yatasababisha kuachana na dhambi. Hapo haki hajathibitishwa. Kwa kweli kumbe haitutolei ile status yetu ya kuwa watoto wake, ila tu anataka tuomboleze, tuthibitisha kwamba sisi watoto wake. Wewe sio wa namna hiyo, wewe ni umekombolewa. Mungu amekuthamini kwa damu yake, ingia uzimani mwake. Amen. Lakini kwa wale ambao injili wamekuja imegonga hodi na hawajaipokea, hao ndio hukumu inayokaa ndani yao. Hapo anasema sasa ninyi mpo dhambi, ninyi mtakutana na ghadhabu sana. Rafiki yangu, umepokea injili, basi Roho Mtakatifu anakushuhudia wewe ni mwana, kwa sababu Yesu anakaa upande wa kuume wa Baba, hatumoni, na kwa kuwa anakaa ndani yetu, sisi tunakaa upande wake. Kama hujampokea rafiki yangu, fanya hima,
maana ghadhabu ya Mungu inakukalia. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili linalotuamsha, msukumo wa Roho Mtakatifu unaotuthibitisha watoto wako katika haki, lakini pia unaouthibitisha ulimwengu katika dhambi. Libarikiwe neno hili, na kwa msikilizaji wetu anapofanya maamuzi ya kuwa mwana wako muumini, katika jina la Yesu Kristo. Amin. Asante sana ndugu mtazamaji, leo tumefikia mwisho msukumo wa Roho Mtakatifu. Siku ya Jumanne tunaenda kuangalia toba ya kweli. Mimi ni Arnold Lubinza. Enos Makalindile. Karibu sana. Hapa ni Kemboni, Dar es Salaam. Amin.